Yeyote ambaye ataweza kutoa matusi dhidi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ajue ya kwamba analeta matusi kwa wakaaji wa Bungoma, na kwa hivyo atakuwa anasidisha vita dhidi ya wakaaji wa Bungoma ambao ndio wanatarajia anatarajia wampigie kura ili aweze kuwa gavana wa jimbo hili. Mimi nikiwa ni mmoja ya wale ambao wamefanya kazi. Mheshimiwa Tim Wanyonyi alikuwa anafanya kazi vema sana kule Nairobi na amependwa na watu wa Nairobi kwa kiwango kuwa ya kwamba hawangeweza kumruhusu atoke wakati kama huu ama miaka zile zinazokuja mbele. Lakini wananchi wa Bungoma walimwendea na kuweza kumsia kwamba aje nyumbani kwa sababu usimamizi wa fedha na rasilimali za Bungoma zimekuwa na matatizo kwa muda. Kwa hivyo yeye kama mgombea kiti cha ugavana katika jimbo la Bungoma ameletwa kama ile mradi wa wananchi na sio wa mtu yeyote, na yeye hajaletwa hapa na mtu yeyote, ni wananchi wa Bungoma ambao wamemleta kuweza kugombea kiti hiki cha ugavana wa Bungoma. Yeyote ambaye ataweza kutoa matusi dhidi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ajue ya kwamba analeta matusi kwa wakaaji wa Bungoma, na kwa hivyo atakuwa anasidisha vita dhidi ya wakaaji wa Bungoma ambao ndio wanatarajia anatarajia wampigie kura ili aweze kuwa gavana wa jimbo hili. Mimi nikiwa ni mmoja ya wale ambao wamefanya kazi na walemavu kuanzia kule Uingereza na hata hapa Bungoma hapa Kenya, ninaona kama ni kukosa heshima kwa mtu, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyejitakia kuwa mlema ama kuwa ni kilema. Mtu anasaliwa kwa njia ambaye Mungu alipendezwa nayo, na hata tunaweza kukumbuka katika Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 9 ambapo watu walienda kumuuliza Yesu kama ni makosa mtu kusaliwa kama kiwete ama kuwa mlema ama ni nini. Yesu aliwaambia si makosa, alisema tu ya kwamba hii ilifanyika ili Mungu akapewe sifa na utukufu. Kwa hivyo kusaliwa kwa timu ama timu kuwa kwa njia hii ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, na ndiposa ninaweza kusema ya kwamba ameweza kumpa kibali ili akubalike na wananchi wote katika jimbo la Bungoma kama gavana atakayeweza kuchukua mahala pa yule anayeondoka gavana wa sasa Ken Lusaka. Kwanza ninawakaribisha hapa katika kanisa la Kianglikana jimbo la Bungoma. Ninasema karibu sana, mjisikie nyumbani. Na hawa ambao wamesimama pamoja nami ni makasisi katika uaskofu wa Bungoma, na leo hii tumekuwa na mkutano wa makasisi ambapo tumeweza kujadili mambo kadha wa kadha inayohusiana mambo ya kisiasa, ya kijamii, ya kidini na hata ya kiuchumi. Bungoma ni jimbo ambalo ni la baraka mno kwetu, na kwa hivyo sisi kama kanisa tunapasa tuweze kutoa mwelekeo kwa wananchi wanaokaa katika eneo hili ili wanavyofanya na uamuzi wao katika mambo mbalimbali wasije wakakosea. Na leo hii hasa tumeweza kuchunguza na kuweza kujadili swala la atakayechukua mamlaka baada ya gavana aliyoko sasa Mheshimiwa Ken Lusaka baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Na sisi kama kanisa tunaungana na wananchi wa Bungoma ambao waliona ni vema sana wakaweza kuchunguza miongoni mwa wanasiasa na wakakuta kuwa ya kwamba Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye ni mbunge wa Westlands kule Nairobi ndiye anayeweza kufaa sana kuchukua hatamu ya uongozi wa ofisi ya gavana hapa katika jimbo la Bungoma. Na kwa hivyo sisi kama kanisa la Kianglikana
tukiungana pamoja na wale wananchi, tunataka tumkaribishe Mheshimiwa Tim hapa Bungoma ili aweze kutenda kazi ambayo itakuwa ni ya kuendelesha na kuboresha maisha ya wengi katika jimbo hili la Bungoma. Ninajua ya kwamba idara ya afya katika jimbo hili imekuwa ndiyo tatizo kubwa mno, hasa tukikumbuka mnamo mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2023 namna tulikuwa karibu tuangamie wakati kulitokea virusi vya corona katika jimbo hili la Bungoma, wakati tulikosa uongozi na usimamizi ulio bora wa kifedha zilizohusiana sana na idara hii ya afya. Na kwa hivyo katika uchunguzi wetu na udadisi wetu tumeona kuwa mtu aliye na uwazi na anayeweza kuwajibika kwa wananchi vizuri ni huyu Mheshimiwa Tim Wanyonyi, ambaye sasa hivi atakuwa ndiye anapendekezwa kwa uchaguzi na wananchi wenyewe wa jimbo hili la Bungoma.